Ndugu waandishi wa habari pamoja na wanachama na wageni wetu, mtakumbuka kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo chama chetu cha Democratic Party DP kipo kwenye mchakato wa kuelekea kwenye mkutano mkuu maalum utakaofanyika tarehe 25 jijini Dodoma. Mkutano huo utakuwa na kazi ya kuteua wagombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia utakuwa unateua mgombea mwenza na utakuwa unateua pia na rais wa Zanzibar. Lakini pia utajadili masuala mbalimbali yanayohusu uhai wa chama kuelekea kwenye uchaguzi huu. Kwa hivyo tuwataka Watanzania kwa ujumla wake watambue kwamba chama chetu kinashiriki uchaguzi kikamilifu, na ndio maana tuko kwenye huo mchakato wa kikatiba na wa kisheria. Na ikumbuke kwamba mwaka huu wa 2025 taifa letu linakwenda kuingia kwenye uchaguzi wa kwanza ukiwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Tulikuwa na tume ya taifa ya uchaguzi. This time tuna tume huru ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo tunakwenda kupractice kwa mara ya kwanza. Kwa kama tutakwenda kupractice kwa mara ya kwanza, sisi kama chama lazima tujiandae kushiriki kwenye huo mchakato wa uchaguzi kikamilifu. Na mtakumbuka kwamba tulitoa maoni yetu kwenye tume ile, na mengi ya maoni yalizingatiwa kwa kwetu. Lakini pia mnatambua nilikuwa mjumbe kwenye kikosi kazi cha Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tuliyopendekeza kwenye kikosi kazi pia mengi yalizingatiwa kwenye muundo wa ile tume. Kwa hiyo kwangu mimi na naamini pia kwa wanachama watakuwa na imani nayo, na hatuwezi kusema jambo lolote hatuna imani labda na hiyo tume wakati hatuja practice sheria mpya. Kwa hiyo tuingie kwenye sheria mpya kwanza, tukapambane nayo huo uchaguzi, tuone end of the day tutakuwa na kusema kwamba ni nzuri au mbaya. Lakini hatuwezi kushona gauni wakati mwanamke bado ni mjamzito, afu akizaliwa kiume mnafanyaje? Kwa maana hiyo basi, na wasihi na nyinyi wanachama wa zamani na wale wapya, sote kwa nafasi yetu tujiandae kuelekea kwenye uchaguzi kikamilifu. Na uchaguzi una mambo mawili. Kwanza, kila raia ambaye ana haki zake zipo kikatiba kwa mujibu wa katiba ya nchi ana haki ya kuchaguliwa, lakini pia ana haki ya kuchagua. Kwa hiyo miongoni mwetu tusijione kwamba sisi ni wale wa kupiga kura tu. Lakini pia mtambue kwamba pia mnaweza pia na nyinyi mkawa sehemu ya kupigiwa kura kwa maeneo ambayo mnayoishi. Kwa hiyo msio waoga wa kujitokeza kwenye michakato ya uchaguzi, kwa sababu wewe unajitambua, lakini unaishi nao na kutambua zaidi kuliko unavyojitambua wewe mwenyewe. Kwa maana hiyo basi, kuelekea uchaguzi huu tuna experience ya chaguzi zilizopita. Kuna makundi mawili ambayo yamekuwa yakipata changamoto kubwa sana kwenye chaguzi na yanakosa namna ya ushiriki. Moja ni kundi la wanawake, lakini pia ni kundi la watu wenye mahitaji maalum. Nilitangaza wakati nilipokuwa Zanzibar kwenye makao makuu madogo ya chama kule Zanzibar miezi miwili iliyopita, na leo nitarudia kuzungumza leo makao makuu. Michakato yote ya fomu za ugombea kwa wanawake na watu wenye mahitaji maalum za ndani ya chama na za tume ya taifa ya uchaguzi, chama kitagharamia. Lengo letu, tunataka watu wajitokeze kwa wingi, tupate watu wenye mahitaji maalum watakao kwenda kwenye bunge waende wakawasemee wenzi wao ambao watakuwa wako nje. Lakini pia tukipata wanawake wengi, utatoa uoga kwa wanawake kujitokeza kushiriki chaguzi mbalimbali. Na hii itakwenda kufuta mfumo dume, kwa sababu mimi naamini kwamba wanawake pia wanaweza. Lakini wengi ni namna gani wanakwenda kwenye michakato? Mtu anafikiria 50,000 yake akachukue fomu alafu ana vikoba, mtoto si anafanyaje? Hapana. Kwa hiyo hakutakuwa kulipia fomu ndani ya chama, lakini pia na fomu ya tume ya taifa ya uchaguzi, chama kitabeba hizo gharama kwa nchi nzima. Kwa hiyo kina mama mjitokeze kwa wingi, lakini pia watu wenye mahitaji maalum na wenyewe wajitokeze kwa wingi. Mkiliangalia ile bunge, uwiano wake wa watu wenye mahitaji maalum ni mdogo sana.
Kwa hiyo wanakosa watu wa kuwasemea kwenye ile bunge. Lakini sababu ni nini? Anaenda kwenye chama anaambiwa kuchukua fomu labda 200,000. Pia vingine mpaka milioni fomu ya ugombea. Hajachukua fomu ya uchaguzi. Hajafanya kura za maoni hicho chama. Ahonge kwenye hicho chama, amalize. Labda kapita. Haya ateuliwe, aenda akapambana kwenye uchaguzi mkuu tena nje na vyama vingine. Matokeo yake ule uwakilishi unakuwa mdogo sana ndani ya bunge. Sisi ni binadamu na tumeumbwa kuhurumiana na kuona kwamba pale ambapo unahitaji kumsaidia mwenzako basi ufanye hivyo. Kwa hiyo tumesema tutalifanyia kazi katika utaratibu huo. Lakini lingine lazima tukitoka hapa tukawaambie wananchi kwamba uchaguzi mwaka huu upo. Sawa? Na tusiwapumbaze watu kwamba kuna watu wanasema hamna uchaguzi. Uchaguzi upo. Upo kwa mujibu wa sheria, upo kwa mujibu wa katiba, upo kwa mujibu ya kanuni. Lakini pia hata kwenye chama chetu pia upo, kwa sababu kila mwaka tunafanya mkutano mkuu wa chama, tunachagua viongozi. Ukifanyika mkutano maalum maana yake ni kuteua wagombea. Ipo kwenye kalenda ya chama. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba tunatambua kila baada ya miaka mitano kuna nini? Kwenda mkawaambie na Watanzania wajue kwamba uchaguzi mwaka huu upo. Lakini pia mkawajenge kwa imani na tume huru ya taifa uchaguzi, kwa sababu hatujaiona madhara yake. Kuna watu habari mimi hata nikienda huko sijui inakuaje atapita tu huyo. Hapana. This time tuna sheria mpya. Kwa hiyo tuka practice hii sheria mpya. Lakini pia tukatoe wito kwa Watanzania kama ninavyosema mimi hapa, watu wajitokeze kwa wingi kwenye upigaji wa kura. Sababu kura ni haki ya kikatiba, ni haki ya kisheria. Lakini kura inachagua hatima yako ya miaka mitano ya namna gani wewe mtuma kwenda kukutetea. Ukichagua boksi maana yake utakuwa umetengeneza boksi kwenye kichwa chako. Kwa hiyo ukichagua kichwa kiliko kamili maana yake utakuwa umetengeneza hatima yako nzuri yako, watoto wako na kizazi kijacho. Kwa sababu kesho inaandaliwa na leo. Baada ya haya, sambamba na hilo, leo familia yetu ya DP itakuwa inaongezeka, inakuwa, na chama ni kama imani. Ukiwa na dini yako, ukiwa na wafuasi wengi, maana yake umesadiki. Na mkisha sadiki basi mwamwene mkawafundishe na wale wengine nao wapate kusadiki. Kwa hivyo chama kinapokuwa kinapokea wanachama ni jambo la faraja, kwa sababu inaonyesha kwamba ni jeshi linaajiri jeshi lingine kwa ajili ya kwenda kwenye mapambano. Kwa hivyo vita hivi hatuwezi kushindwa. Na bahati nzuri mnakuja wakati mwafaka, wakati ambao tunakwenda vitani. Recruitment itakuwa ni ndogo sana kwa sababu wengi ni wazoefu wa siasa. Namuona dada yangu amenamcheka, namfahamu, tumefanya siasa. Mdogo wangu Maganza tumefanya siasa. Kaka pale tumefanya siasa tukiwa kafu. Kwa hiyo tunakwenda kuingia kwenye uchaguzi tukiwa na watu ambao wana uzoefu na siasa, sio wapya. Kwa hiyo maana yake tuwaambie tu wenzetu wajipange. Na this time narudia kusema, nilizungumza hapo kwamba uchaguzi huu pia tuende kutania. 2020 tuliingia kwenye uchaguzi na target zetu. Tulipigwa katafunua wakatokea diwani mmoja. Pamoja na ugumu ule uchaguzi wa 2020. Maana kuna chama kama kiwa kilipata mbunge mmoja, huwezi kuamini kama na DP napata diwani mmoja. Kwa hiyo shughuli ilikuwepo. Kama chama likubwa lilikuwa na wabunge 70 na likapata mmoja. Sijui mnaona? Sijui mnaona? Kwa hiyo tulifanya utafiti wakati ule. Na utafiti sasa tumefanya tena kutosha. Kwa hiyo tunachukua uzoefu ule wa uchaguzi uliopita, tunachanganya na uzoefu wa leo. Kwa hiyo tunapokwenda safari hii hatuendi kujaribu uchaguzi. Hatuendi kujaribu uchaguzi. Tunakwenda kushindana ama kushinda uchaguzi. Hatuendi kushiriki. Sababu kushiriki ni kumsindikiza mtu. Sisi tunakwenda kushindana na kushinda uchaguzi. Lakini pia tuwaombe Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tunatambua sheria yao ni nzuri na imeshirikisha wadau katika hatua zote. Na sisi DP ni sehemu ya vyama 18 vilivyotia saini yale maadili ya uchaguzi, kwa sababu tuna imani. Lakini tume
ina miguu mingi. Sasa ile imani tulionayo kwenye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kule taifa, wahakikishe kwenye uchaguzi huu wanakwenda kuwaambukiza na watakao kuwa chini, kwa maana mpaka ngazi ya kata. Wasije wakatuharibia watu uchaguzi kwa interest zao. Wasije watu wakakanyaga sheria kwa interest zao. DP hatutakubali. Tukishinda tutangazwe. Tukishindwa tutapongeza. Sielewa? Tukishinda watutangaze tumeshinda. Na tukishindwa, tukijiridhisha tumeshindwa, tutakuwa wa kwanza kupongeza. Iwe kwa ngazi ya rais, iwe kwa ngazi ya mbunge ama ya diwani, lakini tumeshindwa kihalali. Lakini tusishindishwe na watu. At this time tukishindishwa na watu, hatutadili na tume, tutadili na huyo mtu mmoja. Sheria zipo za kumshtaki mtu individual. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuteuliwa na tume alafu akaambiwa kamnyime mtu haki, isipokuwa ni utashi wake huyo mtu kunyima haki ya mtu. Pia tutakubali. Tumeelewana eh? Ndio. Maneno haya mniachukue wanachama na mkawaambukize wenzetu kwenye matawi huko, watambue msimamo wetu wa chama ni huu kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2025. Kwa majina naitwa Hamisi Saidi Maganza. Siku ya leo nimeamua kujiunga na chama cha Democratic Party DP, lakini hapo awali nimetokea chama cha wananchi kafu. Chama cha wananchi kafu nilikuwa na wadhifa mbalimbali. Nilishawahi kuwa kiongozi wa serikali ya mtaa kwa miaka 5 iliyopita. Nimekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya kata takribani miaka 15. Nikawa mkurugenzi wa mipango na uchaguzi wa wilaya ya Ilala, chama cha wananchi kafu. Mpaka hivi leo najiunga na chama cha UDP, maana yake nafasi yangu ya ukurugenzi wa chama cha wananchi kafu wa mipango na uchaguzi wa wilaya ya Ilala, maana yake utakuwa umekomea hapo. Kwa nini nimejiunga na DP? Nimejiunga na DP kwa kutokana kwa kusoma katiba ya chama na malengo ya chama na mwenendo mzuri wa chama ambacho hakina makandokando ya aina yoyote. Tunahitaji kutengeneza taasisi yetu ya DP kuwa kimbilio ya watu wengine wanaponyanyasika kutoka kwenye vyama vyao, wawe wapate unafuu kuja kujiunga na sisi ili kuendelea katika harakati ya kulikomboa ili taifa letu la Tanzania. Taifa la Tanzania ni la kwetu sote. Yakitokea matatizo tunaoathirika ni yote. Zikienda kupangwa bajeti ya halmashauri, zikipangwa bajeti kuu za nchi, sote tunaathirika na hizo bajeti. Anatakiwa wapatikane watu sahihi, chama sahihi ambacho watakayeenda kusimamia mustakabali wa nchi yetu ya Tanzania kupitia sera zetu makini ambazo zinazotekelezeka. Unaweza ukashangaa kwa nini nimejiunga na DP, nimetoka chama cha wananchi kafu, ambacho chama cha wananchi kafu ni chama ambacho kilianza kuleta harakati za ukombozi kwenye taifa hili la Tanzania kuliko taasisi ya aina yoyote kwa huko nyuma. Lakini sasa hivi gari letu tulilipanda la chama la wananchi kafu, maana yake inawezekana matairi hayapo. Sasa kama hayapo matairi, lazima uende kwenye taasisi nyingine mkaunganishe hiyo nguvu ili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sisi tuliokuwepo hapo ni wachache. Katika hii jambo letu tumehamasisha katika wilaya yetu ya Ilala pamoja na Kinondoni. Kwa awali tuliorodhesha wanachama 36. Lakini kwa sababu siku za kuja kufanya mahojiano na nyinyi zilikuwa karibu siku 3 za nyuma, kila mtu ukimfuata tunamwambia kesho. Ikifika ile kesho jambo lile halifanyiki. Tunasubiria kesho siku iliyofuata, halifanyiki. Sasa kwa jana tumekutana na katibu mkuu wa chama, tukaja tukazungumza katika ratibu na wenzangu ambao nilikuwa nimeratibu nao, tukapita kwa mtu mmoja ambao wale watu walikuwa tunahitaji tuje nao. Kila mtu anakuambia nitakuwepo. Mimi nitakuwepo. Nipe masuala ya nauli ikoje? Ngambia mimi nauli nitagharamia, nyinyi tutakwenda tukatengeneza hayo mazingira. Tumekwenda tumefika asubuhi, tunapigiana simu, tunafuatana, kila mtu ametoka kwenye majukumu yake, kwa sababu mnajua nchi ya Tanzania hakuna ajira, na ajira watoaji ni hao wa serikali. Kwa hiyo kila mtu ametoka ameenda kwenye mihangaiko. Kuna mihangaiko na ajira. Ajira ni ile rasmi. Mihangaiko ni ile ambayo wewe ukitoka unapokwenda huko hujui utarudi na kitu au la. Kwa hiyo kila mtu ameenda kwenye majukumu yake. Orodha kamili tunayo. Kukipitia kikao hichi tutakaa kikao cha pamoja, tutaratibu vizuri kutengeneza matawi kwenye wilaya yetu ya Ilala pamoja na Kinondoni. Hilo jambo litafanyika, halina watu wote. Tunachokiomba tu viongozi wa chama kitaifa mtuunge mkono, tuwe miongoni mwenu ili tusukumu ile gudumu letu liende. Na chama chetu kizuri.
Chama chetu kina bendera, rangi za bendera zinahakisi maendeleo ya Tanzania. Kuna rangi ya kijani inahamasisha ni mazao yetu, kuna rangi ya njano, wengine wanaita njano lakini sisi kwetu tunaita gold, maana yake inaamrisha dhahabu, na rangi nyeusi ni sisi wenyewe. Na kuna gurudumu. Gurudumu maana yake ni harakati za kuzifanya Tanzania kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukiwa huna matairi maana yake huwezi kufika. Ndio maana tukasema chama chetu kilichokuwepo kule awali kilikuwa magurudumu yamepasuka. Sasa tumekuja kwenye chama ambacho kilichokuwa sahihi, ambaye kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi awali nilitia nia ya kugombea udiwani katika kata ya Vingunguti. Niliweka nia, kwa bahati nzuri chama changu kimesaini fomu za kugombea kushiriki uchaguzi. Itapotokea fursa, kwa sababu nina fursa na uwezo wa kugombea katika halmashauri ya wilaya ya Ilala ninapokaa, kata yoyote sheria inaniruhusu, na nina uwezo wa kugombea ubunge kwenye nchi ya Tanzania mkoa wote na sehemu yoyote, sheria inaniruhusu. Kama tutapata ridhaa, tutashikana kwa pamoja, tutawatafuta washiriki, tuhakikishe mkoa wa Dar es Salaam wote tupate washiriki wa udiwani wa kugombea na wabunge wote kwa pamoja. Tukishirikiana hakuna kinachoshindikana. Saa ukombozi ni sasa. Asante. Kwa majina naitwa Amina Ameri Mcheka. Mimi natokea chama cha NLD, lakini sasa ni mwanachama mpya wa DP. Nimejiunga rasmi DP leo kwa ridhaa yangu na kwa imani kubwa kwamba DP ni chama ambacho kina safari na safari yake ni ya uhakika. Kwa nimejiunga hapa nikitegemea kwamba tayari tumeanza safari ya kuhubiri amani, lakini pia kutafuta harakati za ukombozi kama vile salamu ya chama anavyosema. Mimi NLD nilikuwa naibu katibu mkuu, baadaye nikawa katibu wa wilaya ya Ubungo. Mpaka natoka sasa hivi, ina maana nimeachia rasmi nafasi hiyo, iko wazi kwa upande wa chama, na kuanzia sasa hivi mimi sio mwanachama tena wa NLD, bali nimejiunga na kambi ya DP. Wana DP wenzangu rasmi na mimi ni mwana DP mwenzenu. Asanteni sana. Hatumaanishi kwamba tunatafuta maelekezo mapya. Demokrasia ni ile ile, nchi ni hii na amani ni utunu wa taifa. Nimejiunga na DP kwa sababu naamini DP wanahubiri amani, DP inafanya kazi kweli kweli. Na mimi naamini nipo kazini, na mimi niko DP, naungana na wana DP kufanya kazi ya kutangaza demokrasia nchi yetu. Na tuamini kabisa kwamba wanawake tupo wengi na jeshi kubwa, na wapo walioko pembeni kabisa ambao pia wanataka kujua demokrasia ni nini. Kwa hiyo kwa nguvu hii ambayo nimejiunga na UDP, na nikiamini nyinyi pia ni sehemu ya hilo vuguvugu la kupeleka hamasa maeneo mbalimbali, na mimi nipo na nyuma yenu, tutafanya hiyo kazi, tutasimamia amani lakini pia demokrasia katika nchi yetu. Mimi kama nilivyotangulia kusema kwamba nilikuwa naibu katibu wa wilaya, na bado pia nina uzoefu wa kufanya kazi ya siasa katika nchi yetu, kwa maana kwamba nina uwezo wa kwenda kuwatafuta wengine waje kujiunga DP, kwa sababu DP ni jeshi kubwa na mimi naamini katika DP, ndio maana nikajiunga kwenye chama cha DP. Nimekuja na wanachama wenzangu kutoka ngazi tofauti tofauti, ambao wengine ni viongozi wa kata, wengine walikuwa watiania huko walikotokea NLD, lakini sasa hivi tayari ni jeshi kubwa, na watarudi tena huku na watakuwa watiania wa DP. Kuanzia sasa hivi wale wote waliotia nia kwa kupitia ushawishi wangu kwenye kata mbalimbali nchi nzima watarudi kugombea kwa upande wa DP. Niwashukuru sana DP kutupokea, lakini niwatie moyo kwamba mimi pia mniamini kama mwana DP na nipo pamoja na nyinyi hatua kwa hatua. Mheshimiwa Katibu Mkuu, na kushukuru kunipokea, lakini pia uamini kwamba DP tupo kazini. NLD tumeshaondoka, Amina Mcheka sipo tena NLD, na popote pale ambapo kuna nafasi ambayo unataka kuniweka au umeniweka, basi waweze kuniondoa. Sawa ukombozi? Naitwa Freddy Pius Maonya. Nilikuwa mwanachama wa ACT Wazalendo. Sasa nimejiunga na chama cha DP, Democratic Party. Mimi sio mzungumzaji sana, bali mimi ni mtendaji. Huko nilipotokea nilikuwa mjumbe wa kamati ya uongozi wa kata ya Vingunguti. Kwa hiyo
Mimi sio mzungumzaji kama nilivyotangulia kusema, mimi ni mtendaji. Kwa hiyo tunaomba mtupokee ili tuje kufanya kazi katika kichama. Lengo ni kuendeleza gurudumu la chama. Asante.